Karibu kwenye Official Who They Pi Updates, jukwaa lako la kuaminika kwa elimu, taarifa na update zote muhimu kuhusu Pi Network. Leo tunakuletea taarifa muhimu sana kutoka kwa Pi Core Team kuhusu uzinduzi wa Pi Launchpad kwenye testnet, ambayo ni hatua kubwa katika maendeleo ya mfumo mzima wa Pi ecosystem. Kama ilivyotangazwa awali katika maadhimisho ya Pi Day 2026, taarifa hii ya Launchpad awali ilikuwa sehemu ya tangazo hilo, lakini sasa imeongezewa maelezo ya kina pamoja na video inayoonyesha muonekano na namna mfumo wa Launchpad unavyofanya kazi. Hii inaonyesha jinsi gani Pi Core Team wanaendelea kuboresha na kufafanua mifumo yao ili iwe rahisi kueleweka kwa pioneers wote. Kwa muda sasa, Pi imekuwa ikifanya maboresho katika muundo wa ecosystem tokens kwenye mainnet tangu ilipotolewa mara ya kwanza wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja wa Open Network. Kutokana na umuhimu mkubwa wa ecosystem tokens katika ukuaji wa Pi Network, pamoja na ukweli kwamba Pi Launchpad ndio njia kuu ya kupata tokens zenye ubora na zinazolingana na maono ya Pi Core Team walitoa waraka maalum unaoitwa Pi Request for Comment, au kwa kifupi PyRC, ili kukusanya maoni kutoka kwa jamii ya pioneers duniani kote. Hatua inayofuata sasa ni uzinduzi wa toleo la mwanzo kabisa la Pi Launchpad ambalo linatumia mfumo uliopendekezwa katika Design 1 ya PyRC. Toleo hili limewekwa kama app ndani ya Pi browser na linapatikana kwenye testnet likiwa na test token. Sababu ya kuanza na testnet ni kuwapa pioneers nafasi ya kujifunza na kuzoea mfumo huu mpya, kwa sababu una dhana mpya nyingi na unatofautiana na mifumo ya kawaida ya uzinduzi wa tokeni inayopatikana kwenye Web3. Hii pia ni fursa ya kielimu kwa pioneers, hasa kwa wale ambao hawajapata nafasi ya kusoma PyRC kwenye GitHub, ili waweze kuona kwa vitendo jinsi DeFi processes zinavyofanya kazi ndani ya Pi ecosystem. Katika kipindi hiki cha majaribio, taarifa na maoni yatakayokusanywa kutoka kwa watumiaji yatatumika kuboresha mfumo huu kabla haujaingia rasmi kwenye mainnet. Kwa upande wa matumizi, ecosystem tokens zinazozinduliwa kupitia Pi Launchpad zimeundwa kwa lengo la kuvutia watumiaji na kutoa matumizi halisi ndani ya bidhaa badala ya kuwa njia ya kukusanya mitaji kama ilivyozoeleka kwenye miradi mingi ya crypto. Hapa miradi itatoa tokeni zao kama zana za kuleta watumiaji kwenye application zao, ambapo tokeni hizo zitatumika moja kwa moja ndani ya mfumo husika, kama vile kufungua huduma, kufanya malipo, kutoa zawadi, kushiriki kwenye maamuzi ya governance na matumizi mengine ndani ya app. Jambo la kipekee hapa ni kwamba Pi itakayokusanywa kupitia uzinduzi wa tokeni hizi haitachukuliwa na mradi husika, bali itawekwa kwenye liquidity pool pamoja na tokeni hiyo. Hii inasaidia kujenga msingi mzuri wa liquidity tangu mwanzo na kuhakikisha mfumo unakuwa na uthabiti. Kwa upande wa miradi, mfumo huu unawasaidia kuvutia watumiaji halisi, kukusanya maoni na kuboresha bidhaa zao kwa hatua. Kwenye mfumo wa kawaida bila kutumia tokeni, kupata watumiaji ni gharama kubwa sana, na changamoto ya kuanza kutoka sifuri huwa kubwa kwa startups. Lakini kupitia Pi ecosystem, miradi inaweza kufikia jamii kubwa ya watumiaji duniani, wengi wao wakiwa tayari wamethibitishwa utambulisho wao na kuwahusisha moja kwa moja katika maendeleo ya bidhaa. Kwa pioneers, Pi Launchpad inaleta mfumo wa haki na uwazi katika kupata tokeni hizi. Pioneer anaweza kuchagua kushiriki katika miradi mbalimbali, kupata tokeni zao kupitia mifumo ya uzinduzi na kisha kuzitumia ndani ya bidhaa husika. Hii inaunda mzunguko mzuri ambapo mtumiaji anatumia bidhaa, anapima ubora wake na pia anakuwa sehemu ya mafanikio au changamoto za mradi huo. Tofauti na Web2 ambapo mtumiaji ni mtumiaji tu, hapa anakuwa pia mshiriki wa mapema kupitia umiliki wa tokeni. Ni muhimu kuelewa kwamba miradi itakayoruhusiwa kuzindua kupitia Pi Launchpad lazima iwe tayari na bidhaa inayofanya kazi. Hii ina maana kwamba tokeni haitaanzishwa kwa ahadi tu, bali kwa matumizi halisi ndani ya mfumo uliopo tayari. Vilevile, mfumo huu unasaidia maendeleo ya Decentralized Exchange, yani DEX, ndani ya Pi ecosystem. Ingawa DEX bado ipo kwenye testnet, mazingira bora ya exchange yanahitaji kuwepo kwa tokeni zenye thamani halisi, matumizi na liquidity.
Kupitia Pi Launchpad, miradi yenye bidhaa halisi itaweza kuzalisha tokeni zenye sifa hizi, na kwa kuweka Pi kwenye liquidity pool, mfumo utakuwa na mzunguko mzuri wa biashara. Hii pia inalinda mfumo dhidi ya tokeni zisizo na maana ambazo mara nyingi hujaa kwenye DEX na kusababisha matatizo. Badala yake, Pi inalenga kujenga mazingira salama na yenye ubora kwa pioneers kushiriki, huku ikisaidia kukuza biashara halisi ndani ya ecosystem. Kwa sasa, unaweza kujaribu toleo la kwanza la Pi Launchpad kupitia Pi Browser kwenye testnet. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba katika kipindi hiki cha majaribio, mfumo unaweza kubadilika mara kwa mara. Muda wa hatua mbalimbali, upatikanaji wa vipengele, taarifa zinazoonyeshwa na hata namna ya mahesabu vinaweza kubadilika. Haya yote ni sehemu ya mchakato wa kuboresha mfumo kabla ya kuingia rasmi kwenye mainnet, ambapo mambo haya yatakuwa thabiti na hayatabadilika mara kwa mara. Kwa ujumla, muundo wa ecosystem tokens pamoja na Pi Launchpad bado uko wazi kwa mabadiliko kulingana na maoni ya jamii, takwimu zitakazokusanywa kwenye testnet na mrejesho kutoka kwa miradi inayotarajia kuzindua tokeni zao. Kwa kifupi, Pi Launchpad ni hatua muhimu sana katika kujenga uchumi halisi ndani ya Pi Network kwa kuunganisha bidhaa, watumiaji na tokeni katika mfumo mmoja wenye faida kwa pande zote. Asante kwa kuendelea kuwa nasi kwenye official Khudhey Pi updates. Hakikisha unafuatilia kwa karibu ili usikose elimu na taarifa muhimu kama hizi. Hadi wakati mwingine, endelea kujifunza, linda mali zako na ushiriki kikamilifu katika safari ya Pi kuelekea Open Mainnet.